أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وانفعنا بعلومه آمين. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Tukiwa tunaendelea mwisho wa siku zetu za darsa la mwezi Ramadhani, ikiwa imebakia kesho na kesho kutwa, kwa utaratibu wetu wa miaka yote tukifanya darasa letu siku 26, kwa sababu tunajua wengi wataingia katika mkesha wa Lailatul Qadr na pia watatumia mchana wake kwenye kufanya miradi nyingi. Kwa huwa tunapenda tuishie 26 ili kuwapa watu mkesha, na 27 kuwapa nafasi watu kuzidisha miradi mbalimbali. Aya yetu ya mwaka huu tokea tumeanza nayo tarehe 1 mpaka hivi ni aya ile ile ya 19 katika surati Muhammad sallallahu alaihi wasallam au suratul Qital, ambayo inasema fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik walilmu'minina walmu'minati wallahu ya'lamu mutaqallibakum wa mathwaakum. Sehemu tunayoongelea nayo ni la ilaha illa Allah, ambayo tumebakiza vifungu viwili katika mafungu yetu 14. Ndivyo leo tunaeleza faida anazopata mtu ambaye anazo sifa sahihi za kuisema la ilaha illa Allah. Faida ambazo anapewa mtu ambaye ana sifa sahihi za kuisema hiyo la ilaha illa Allah. Na tukisema sifa sahihi tunazingatia mambo makubwa manne. Awe ametimiza nguzo za la ilaha illa Allah, lakini awe ametimiza sharti za la ilaha illa Allah, lakini awe ametimiza sifa anazostahili kuwa nazo msemaji wa la ilaha illa Allah, lakini akatimiza adabu za la ilaha illa Allah, ambazo hizo adabu tutakuja kuziona mwisho kabisa. Faida ambazo anazozipata mtu anayesema la ilaha illa Allah ziko 24 kwa nilivyofundishwa na nilivyoziona. Inawezekana zikawa zaidi ya hapo, kwa sababu kanuni ya kielimu ni kwamba wa fawqa kulli dhi ilmin alim, juu ya kila mjuzi kuna mjuzi juu yake. Naweza katoka mtu akasema ziko faida 30 50 ambazo mimi nimefunzwa na kuziona ziko 24.
ambazo faida hizi zinakusanya uhai wote wa mtu wa aina tatu: uhai wa dunia, uhai wa barzakhi na uhai wa akhera. Leo tutazungumza faida 12 tu ya uhai inshallah. Kesho tutazungumza 12. Kwa nini? Sababu kuna baadhi ya visa vya watu wa la ilaha illa Allah tabidi tuviseme kwenye hizi faida. Sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni kwamba sikuleta karatasi kwa sababu faida hizi zinatoka kwenye vitabu tofauti tofauti. Kwa tungekuwa na karatasi nyingi, karibu karatasi 8. Faida ya kwanza ya mtu wa la ilaha illa Allah. Yaani tukiona faida hizi hatuna, tujue bado hatujaingia. Kwa sababu kuna zingine sasa hivi tu tuna. Faida ya kwanza, dukhulu aljanna. Dukhulu aljanna ni kufanyaje? Kuingia peponi. Dukhulu aljanna, kuingia peponi. Na hawa ni katika yale makundi, the best 7, makundi 7 ya mwanzo watakuwemo watu la ilaha illa Allah. Za peponi hawataingia watu wote siku moja. Hawataingia watu wote tu kama mtihani. Kuna watu wataanza kuingia, lakini kuna wanaofuata. Kwa wengine watakuwa wanaingia wakitoka motoni wanakuja kuingia peponi. Kwa watu watachelewa kidogo. Hasa wale ambao ni muflis. Watu ambao wameenda na maamali mengi sana kiyama lakini wakafilisiwa. Mwenyezi Mungu atulinde na hilo. Ni baya kweli. Kwenda amali zimejaa kweli, zote zimenona. Lakini anakuja huyu yule kutukana mimi. Mizani inaonyesha kutukana kweli chukua 50. Huyu anakwenda wanamaliza mathawabu yako, wanakuja wengine, mimi alifanya hivi, una thawabu unatoka. Ya pili, najatu minan nar. Naona faida hizi zinazotajwa zipo kwenye uradi tunaosoma hapa. Huku mbele tutakuta mtu anapata maghfira mbele. Na tunasema shahada la ilaha illa Allah nastaghfiruka maghfira, nas'aluka jannata pepo, wa na'udhu bika minan nar. Najatu minan nar, kuokoka na moto. Kuokoka na moto kuna aina 4. Kuokoka kuna aina 4. Kuna mtu kwenda na amali zake za kutosha akawa hawezi kuingia motoni. Kuna mtu ataenda na amali za kutosha lakini zitachukuliwa na watu, ila bado atakuwa nazo za kuingia peponi. Na kuna mtu ataenda na amali za kutosha, zitapunguzwa, atakuwa hawezi kuingia motoni,
itapita shafaa, itapita kumwombea, ataombea. Lakini kuna mtu ataingia motoni kabisa, afu baadaye ndio atatoka, na hiyo pia ni kuokoka. Na jatu minana moto tusikie tu hivi. Jibril ana mbawa 360 zenye upana magharibi na mashariki, lakini akitaka kumhofu Mungu huwa anakwenda kumwambia Zabani, yaftahli babana, hebu nifungulie mlango wa moto. Zabani anakataa, anaambia la, chungulia tu kwenye kitundu hicho, siwezi kufungua mlango usiku. Basi anachungulia, akiona ule anapata hofu mpaka anakuwa mdogo kama ndege kijororo. Nabii Ismail alayhi salam, Nabii Suleiman alayhi salam, baba yake alikuwa kuzungumza moto, anazimia kabisa. Sio kitu cha kuelewa, ambapo ikichukuliwa usawa wa mtu wa motoni ukawekwa magharibi mwisho kabisa wa dunia, basi mpaka watu wa mashariki watakufa kwa kaufu, na watu watakuwa nakunywa. Faida ya tatu ya mtu anayedumu kwenye la ilaha illa Allah, yanalu ash-shafa'a, yanalu shafa'a. Atapata nini? Na kupata uombezi ni kwa aina mbili. Atapata uombezi wa yeye kuombea watu, atakuwa na nafasi hiyo. Atapata uombezi wa yeye kuombea watu, au atapata uombezi yeye kuombewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atapata nafasi ombea Yesu, unamwambia fulani na fulani na fulani na fulani, wasamea yeye fulani na fulani na fulani na fulani, mesamehewa kwa uombezi wa fulani. Kwa atapata shafaa kwa aina zote mbili. Kama apate ya kuombea yeye kama yeye, basi ataombewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni mambo makubwa. Kuna watu watashafaa watakosa kabisa. Yaani watu watashaombea, alafu mtu anakosa kuombea, na ni ndugu yake, na anamjua. Maana kiyama kule tutafanana kwa majina, tutafanana na fulani fulani, na tutatajwa kwa majina yetu na majina baba zetu. Hakuna ustadhi kule, wala kuna sheikh Musa bin Rashid, na utajua tuliona kama Musa bin Rashid wako 800, kama ndio utajua mimi. Lakika qira kitabu, akasoma kitabu, sasa sikiliza Faida ya 4 anayoipata mtu ambaye anadumu na hiyo la ilaha illa Allah, akadumu nayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda ibada za kudumu hata kama ni chache. Duha raka 8, tunasali raka 8 leo, na siku 3 ndio unafanya 8, bora uswali 2 kwa kila siku. Mungu anapenda sana hizo 2. Faida ya 4, ihjazu an maharimi
maharimi lahi. Hii ni ya duniani hapa baba. Ihjazu an maharimillah. Ihjazu, kuzuilika na yale yote yaliyoharamishwa na Mungu. Ihjazu an maharimillah, kuzuilika na yale yote yaliyoharamishwa na Allah. Hii ya duniani hapa kwa ni kipimo. Nilikuwa nasema na nasema tena, kullu bani adam binadamu wote wana makosa, lakini mtu anasema wenye makosa bora ni wale atawa wale waliotubu. Na Mwenyezi Mungu kwenye Qur'an amesema kwenye aya 2, kama Mwenyezi Mungu alimpatiliza kila mtu kwa kila alichofanya duniani, asimpigabakia mtu juu ya ardhi. Lakini Mwenyezi Mungu anatusogeza tu mpaka siku ya leo. Sasa tuna makosa. Kwa hiyo uzuri kutubu, na tulizungumza hapa mlango mkubwa kabisa kuliko milango yote, mkubwa sana, ni babu tauba. Ndio mlango mkubwa sana, na ndio mlango ambao tokeo umeumbwa uko wazi. Utakuja kufungwa, ukifungwa na kufunga kila. Kwa nini tusiingie? Yaani mlango mkubwa kabisa kuliko mlango yote ni huu. Yaani mlango mkubwa kama hapa na daa, alafu piteni hapo, alafu nashuka kupita. Tufike mahala wote sasa inatosha. Kama yule mtu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliabudu moto kwa muda wa miaka 30. Aliabudu moto. Lakini sio kauwasha kwa muongozi. Kaongoa sasa. Kabisa kama ni Mungu. Miaka 30. Leo ndio anauma na nini? Akamwita ndugu yake. Wewe Mungu vipi? Kwa nini mimi? Kanigusa. Akasema, labda kuna kitu bana mkosea. Kama ni achane naye. Siku ya Jumatano. Mwaidul Sufuria, kitabu Mwaidul Sufuria utakuta. Ila kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kusilimu. Adhuri kwa msikiti. Na alikuwa beba mzigo kwa mzigo tu. Adhuri kwa msikiti. Lasi msikiti. Magharibi msikiti. Siku hiyo hakupata hata senti tano. Yaani kata kwa akiwa anaabudu moto kila siku anafanya anapata. Kaja kwa Mungu haki hakupata hata senti. Kaja nyumbani kulikuwa kuna akiba ya chakula. Wakati. Yangu vipi? Na kila siku alikuwa kirudi lazima kuna fushi. Ambia leo nimemfanyia kazi mfalme. Mfalme kaniahidi atanipa kama sio kesho tushukuru. Alhamisi kamkia kijiweni mpaka adhuhuri kapa. Toka nasi kapa kwenye maharibisha kapa. Karibu bali. Chakula kimeka bishi. Tunaandia na njaa ya shifa. Vipi? Mfalme amesema atanipa kesho. Inshallah. Fika Jumaa kaenda kwenye kijiwe. Mpaka adhani na adhiniwa tu kwa msikiti. Akajipanza mahali kama Mwenyezi Mungu. Yule nilikuwa na mwabudu ni fake. Nilikuwa napata hizi. Sasa nimekuja kwako mbona unataka kuibishi? Fanya utaratibu basi. Kule nyumbani kwake kule akaenda mtu na sahani la ajabu na kitambaa cha ajabu. Na ndani kuna dirhamu ya ajabu. Kuja wewe kumsaidia yapi? Mtoto anafanya kazi. Nimekuja kwako. Anamwambia anagonga kwa mkewe. Ambia nimetumwa na mfalme.
mumeo yuko msikitini, kwa mfalme kanituma ile kazi ya juzi na jana na leo. Kwa hiyo watoto wanalia njaa, sisubiri mmeo kutoka. Kama katoka kufika dukani kwa marago kumpa dirham, haja marago hajapata kuiona. Taka nini? Maizo sufuria itakuja. Taka hivi. Cheki ngapi nikupe? Sema utakachopata. Ndio kwa nini? Yule bwana tabani na njaa akasema sasa kazini hata nikipata mzigo nitaongeza. Nirudi nyumbani. Kaenda kufika njiani kuna hivi naenda nyumbani, akachukua mchanga kabla Mwenyezi Mungu. Wewe ndio umeumba hivi wewe kuiuza unga huu. Nigeuzie sasa unga basi. Anakwenda kuja kwake. Kufika kama hapa mama mtoto anacheza sasa wangu. Angalia nyumbani kwake anaona moshi unafuka. Mama manyama ya kubanika hapa. Jamaa akachukua kile kitambaa weka pembeni. Aenda na nyata. Mke anamsubiri kwa hapo kufika. Nini wewe? Mama, huyo mfalme huyo. Kazana. Sema na. Mfalme sema mkajiwaje. Basi subiri nini kwa mfalme. Nikamweleza kwamba ni malipo alioletwa, akimbia kwa mtume. Rafiki mtume anacheka. Anacheka sana. Nenda tu nyumbani ukapige msosi mzee. Huyo ndio Mungu huyo. Vipi? Nasema ndio, amemtuma Jibril alayhi salam. Lete sahani la peponi na kitambaa cha peponi. Na kishi ya ajabu. Mswalie mtume. Yule kama fadhala ya Allah. Tokea siku yule bana kumwelezi kitu. Kwa hiyo ijazo al-maharib kukomeka. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuache kama yule bana. Hakutaka kuendelea kufika mahali. Na wako wengi. Yule mfukwaji makaburi alichukua makaburi watu 1000. Lakini ya Waislamu tu. Islam tu. Ikamstajabisha katika watu 1000 waliochukua alikuta ni watu 2 tu ndio wamewekezwa kibla. Akasema hii sio. Nenda kwa shekhi akamwambia mimi naomba nijulishe njia ya kufanya toba. Mbona unakuja kunisaidia kufanya toba na Muislamu sema nimefanya madhambi mengi sana. Madhambi gani? Nijulishe njia. Ya siwezi kujulisha njia kama uniambie. Kaambia mimi bwana. Wale meti mko na funua sana. Mimi. Lakini kilichonitisha kwenye hiyo kazi nimefukua maiti 1000 2 tu. Ndio nimekuta umeelekea pale. Kisa hichi kimeelezwa hata na Ibn Qayyim, Abdurrahman Ibn Qayyim anaeleza kitabu chake mwaka 500. Ni mwaka 500. Mwaka 500 maiti 1000 2 ndio wameelekea kibla. 900 ngapi? Mwaka 500. Huu ni 1447. Sijui mmeelewa niliposema hivyo. Maana yake nini? Na kwa hiyo inawezekana sisi kwa kabla nimekuta maiti hao. Nikaona kuna hatari. Kwa kaburini huko kuna hatari. Na hii kazi nimefanya. Sasa utafanyaje? Niondoka zara sana. Na mmoja. Acha. Na alikuwa na kazi nyingi. Usi tu. Na kuacha.
Koje la ilaha illallah inatuzuia? Kama ituzuii bali. Faida ya tano ya mtu anayoipata mtu wa la ilaha, faida tano, yanalu as-sidqa min qalbihi, yanalu as-sidqa min qalbihi, anapata ukweli wa moyo, anapata ukweli wa moyo. Si tunadanganyana na kupenda kwa moyo wangu wote, uongo tu. Yanalu sidqa, huyo mtu haiposhi. Sisi hatuna ukweli wa ulimi wala hatuna ukweli wa nini, sababu ndimi zetu ziko mbele ya moyo, haziko nyuma. Ndimi zetu ziko mbele. Ulimi ukiwa mbele ya moyo, huo ulimi huo unazungumza kabla mtu hajafanyaje, hajafikiria. Lakini ulimi ukiwa nyuma ya moyo, mtu azungumzi mpaka anafikiria. Sallu ala nabii sallallahu alaihi wasallam. Sidqa. Unaposimama Allahu Akbar, unasema wajatu. Maana yake kusema nimeelekeza uso wangu, nimeuelekeza moyo. Nimeuelekeza moyo lillahi fatara sama. Na ndio maana unashika moyo. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila, Mungu haangalii mili yenu wala haangalii mali, lakini anaangalia ila qulubikum wa ila a'mal, anaangalia nyoyo. Moyo una ukweli. Ndio maana kwenye hadithi, man qala la ilaha illa Allah sidqan min qalbihi, lazima ni sidqa, isiyo nifaq, kwa anapata ukweli wa moyo. Na watu wa namna hii ni wachache sana, wachache kabisa, wachache. Na hii ni duniani mpaka akhera. Imekuwa watu tu hivi kwa mauza. Haiwezekani, nishazungumza hapa, nazungumza tena. Haiwezekani kiongozi unatembelea gari ya milioni 700. Nyasaka hapo wanapata maji mara 3 kwa wiki. Tembelea gari ya milioni, na hiyo ni kwa chache. Viongozi watembea kwa gharama kubwa. Ni kukosa ukweli wa moyo. Mtu ambaye ni mkweli wa moyo, matendo yake yanazidika kwa watu. Khairun nas anfa'uhum linnas, mbora wa watu ni yule ambaye anawanufaisha watu. Angalia viongozi waliopita. Umar ibn Khattab radhiallahu anhu alipata ugonjwa ambao ugonjwa huo lazima apate zile tende ambazo ni bora kuliko tende zote, akawa hana, na tende zio kwenye Baitul Mali. Wakamaagiza mpiga mbiu yake akachoniitie watu, akawaita watu, akaambia hivi, kiongozi wenu akimwambia anaumwa mtakubali? Kiongozi wenu akimwambia katika kitu tutakatomtibu mnacho nyinyi mumpe, mtakubali? Sasa basi mimi nahitaji ajwa, nahitaji tende ajwa kutoka katika Baitul Mali, mniruhusu. Watu walilia kwa kufikia shida. Ni Amirul Mu'minin anaweza akaingia tu store kule akakaa watu wanapandishana mshahara, napanda lansa. Yaani mtu kazi moja analipwa mara 10. Wewe umepewa mshahara, ukisafiri unalipa,
Kikaa hapo unalipa. Sio sawa. Sidqan. Hatuna kweli. Kwa hiyo hii mwenye la ilaha illallah anapata hivi. Huwezi kukuta kiongozi kama kiongozi Omar ibn Abdul Aziz radhiallahu anhu anakaa kwenye ofisi, anakuja mtoto wake anamwambia, baba nina shida. Shida gani? Anasimulia, anasema subiri. Anazima taa. Baba, mbona unazima taa? Sema ndio. Hii taa hii ni mali ya Waislamu. Na hizo habari unaniambia wewe ni habari za nyumbani kule. Kwa hiyo hatuwezi kutumia mali ya Waislamu kwa ajili ya habari za wapi? Wewe unachukua mali ya serikali unatumia kwa shida za familia yako. Sidqan. Duniani tunaanguka. Wanakuta yale 500 unatupa gani? Faida 6. Faida 6. Tuftahu. Kiongozi muongo kweli kweli. Hawa watu wana watoto wanafeli sababu watoto watukutu. Mungu mtumwa. Darasa la watoto zaidi ya 60. Mwalimu akitaka kufundisha ubaoni, bila watu wengine wafundishe hivyo watu wengi. Watafaulu vipi? Sema uongo. Siku ya Kiyama hao wote wenye viti wa mtaani nini. Mtu yote ambaye atakayekuwa anaongoza watu kuanzia 10 kwenda juu ataulizwa haki alizowatendea. Lazima tuongoze polisi. Tuftahu tari lahu abewabu as-samai. Tuftahu lahu abewabu as-samai. Inafunguliwa kwa ajili ya mtu huyo milango ya mbingu. Tuftahu lahu, inafunguliwa kwa ajili ya mtu huyo abewabu sama, milango ya mbingu. Na hii ni duniani mpaka akhera. Mvua zinanyesha kwa sababu tofauti. Kupata mvua zikaja kunyesha kwa sababu ya kheri ya baadhi ya watu. Kwa sababu ya kheri ya baadhi ya watu ndio mvua zikashuka. Sasa sababu kuna watu milango ya mbingu iko wazi wakati wote. Wakisema mwaka huu mvua zitakuwa chache, tunaishi. Inna lillahi ibadu idha aradu. Mwenyezi Mungu anao watu, wale watu wakitaka kitu na Mungu anafanya nini? Na Mungu anataka hicho. Sallu ala nabii. Ni watu wadai wapo. Na ukisoma Risalatul Kushairi utakuta kuna visa wale watu walifanya mambo ya ajabu sana. Vyakula hivi mtu anafika chakula kimeisha. Lete sahani. Anashika sana na ifunika kichwa chakula kimeingia. Kwa watu wengi. Tuftahu lahu abwabu samaa. Na baadhi ya wanachuoni wanasema ikifunguliwa milango ya mbingu kwa mtu huyu, riziki haiwezi kuwa ni banka. Haiwezi kuwa riziki banka. Haiwezi kuwa na riziki ya kuteseka. Amani.
Faida saba ndio. Faida saba ya mtu ambaye anadumu na la ilaha illallah, maghfiratu lidhunubihi, upita msamaha kwenye madhambi yake, upita msamaha kwenye madhambi. Ndio maana nasema tubadilike. Tukishabadilika tu Mungu anatubadilishia yale ya kule anabadilika wao. Maghfiratu lidhunub. Huwa inatokea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wafutieni madhambi wale watu msikitini kitangini pale. Alafu malaika anasema sasa mbona pale yuko mzee Farijala akaa pale anasubiri tu kwamba wakati wa mpira uanze ndio aondoke. Mfutie na yeye kwa sababu amekana watu wengi. Na hiyo ndio moja kati ya sababu za kusali salatu jamaa. Salatu jamaa kuna wengine wanasamehewa madhambi kupitia wengine. Sallu ala nabii. Hata kwa kuna mtu alikuja tu kaja kupoteza wakati. Wewe nikapoteza wakati. Maghfiratu lidhunubi. Wasamehewa. Faida ya nane ya mtu wa la ilaha illallah, yubashiruhu almalaikatu inda mautihi, yubashiruhu almalaikatu inda mautihi, wanampa habari njema malaika zama za kumtoa roho. Tatanazzalu alaihim almalaikatu alafu alla takhafu wala tahzanu alafu wa abshiru bil jannati. Lazima malaika waje, lazima. Na mtu ambaye ni mtu mwema akijua na malaika wachache 50, huyo ndio tia mchuzi kwa mpaka 50 anakuja na watashiriki tokea na tolewa roho, anabebwa, anaswaliwa, anabebwa mpaka anazikwa, wanakwenda. Kuna bwana penzi wa Mungu bwana, kuwa na raha bwana, huko unakokwenda naenda kupeta, na huko unakotoka huko wala usina mawazo wasiwasi, Mungu atanyoka. Alla takhafu wala tahzan, si hofu. Na wanatoa roho yake wakiwa wanamtuliza, elewa kwa kwenye macho ya miguu, tuliza wazungumza naye. Inshallah ulimtendea Mungu kazi bado, na Mungu kwa kwenye magoti mzusha. Sio wale makafiri wakija wanawaambia akhriju anfusakum, hebu jiue mwenyewe. Ilikuwa jiue. Hapo nikuta roho mpaka kamata. Maiti ndio kiumbe ambaye binadamu ambaye anaona sana kuliko binadamu. Maiti anaona, na maiti ndio anasikia zaidi kuliko binadamu aina yoyote. Maiti anasikia mpaka zile tasbihi za nyasi, lakini si hatuzisikia. Anasikia si hatuzisikia. Maiti anaudhika mpaka kwa jirani yake kama ni mwovu, na huwa anamwambia wewe bwana, sasa ukujua kama kuna mikicho shaka hivi bado tulia bwana, anamsimama ya basi
Lakini ukiwa na yubashiruhu almalaikatu inda mauti, wanampa habari njema malaika zama na kutafuta roho. Ni hivyo mimi nahisi, nadhania kwema kwamba wazazi wangu walipata bishara, nadhania sababu marehemu mama yetu akisema kila mmoja afanye kazi zake tu, hata mkikaa hapa mkizunguka siku ya kufa mtajua, na ndicho kitu. Na kakaridi kwa mara nyingi tu, sababu alifikia mahala anakunywa nusu ya kikombe cha maziwa ndio chakula chake cha siku nzima, nusu. Na ndio kuniambia kama hivi, sijakuja kufa wala mtaji, na ndivyo ilivyo. Na babangu alikuwa anapenda sana kofia. Hebu nifisheni kofia, nasikia kama baridi. Miguu mbona sisikie? Hebu nikutanishe. Nielekeze kibla. Mbona hapa mnielekeze vizuri? Mimi sakarati mauti. Wakalaza saa 2, saa 6 kama. Ile. Mbona sisikii huko miguu kama nani? Baba, nyayo ni hizi, nasikia hapo sisikii. Sifa faida ya 9, faida ya 9 ya mtu wa la ilaha illa Allah, laisa lahu wahshatu fi qabrihi, laisa lahu wahshatu fi qabrihi, hana yeye upweke katika kaburi lake. Laisa lahu wahshatu fi qabrihi, hana yeye upweke katika kaburi lake, hawi mpweke. Akishazikwa atakuwa na amali zake, swala zitakuwa zinakuja, zaka zinakuja, sadaka zinakuja, somo zinakuja, zinaongea naye, malaika wanakuja, maiti wenzake wanakuja. Mtume sallallahu anasema ahsinu akfana mautakum, zifanyeni vizuri sana za maiti wenu, fa innahum yatazawaruna, maiti wao wanatembeleana. Lakini hawamtembelea sio kwa mwema, hawaendi sababu kuna kipondo. Kuna kipondo, wanaenda kwa maiti wema, nenda pale kuburudika. Tutakuja kuona kisa cha watu wanaenda kifa, kuna watu wanaofika nao. Tutaleta kitabu laisa lahu wahsha. Kaburini mtu atailanikia sana miguu. Sallallahu rasulillah. Kwa hiyo atatembelewa huyu bwana akasikia. Faida 10 ya la ilaha illa Allah. Faida 10 ya la ilaha illa Allah, al-amnu. 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 Al-amnu fil imani. Fil imani. Al-amnu fil imani. Apa ini?
anapata amani sana. Imani yake inakuwa na amani. Al-amnu fil iman. Imani yake inakuwa na amani sana. Imani inakuwa ni salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin. Haivuki imani yake. Na haingii katika makundi yetu sisi usinifu. Sababu mtu anapozini imani inafanyaje? Natoka. Na katika wale watu ambao Mtume SAW alisema asubuhi atakuwa Muislamu, jioni akifika kafika wilaya ya Allah. Haiwi. Ni mtu ambaye imani yake inakuwa thabit. Al-amnu fil iman. Anapata amani katika imani. Ndio wale watu walladhina tabawwa'u ad-dara wal iman yuhibbuna man hajara. Mtu anatoa kitu kumpa mtu mwenzake, alafu anabaki haki. Wale mashahidi waliokufa pigwa kweli wamelala, pita mtu ana maji ya zabibu. Sasa basi maji ya zabibu mnywe mkate kiu. Wewe unamwangalia mwenzako anasema mpe huyu ndio yuko tahadhari kuliko mimi. Na wewe unasema mpe huyu. Yanakuja kwa huyu kumfikia mwanzo ameshakufa, kuja kwa pili ameshakufa, kwa ushakufa. Yuhibbuna man hajara. Penda mzaki. Bapate mimi angalau kikosa usipate. Sifa ya 12, sifa ya 11. Tamassaka bil urwati al-wuthqa. Tamassaka bil urwati al-wuthqa. Ni aya baada ya ayat al-kursi. Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Tamassaka bil urwati al-wuthqa. Ameshikamana na dini kwa 100%. Ameshikamana na dini kwa 100%. Ikifika muda wa kuabudu ni kuabudu. Kuna mchezo. Muda sala unatoka. Sijia rais atapita. La ta'ata lil makhluqi fi ma'siyati. Hakuna kumtii kiumbe wakati anaasiwa nani? Mungu yake. Muda sala unaisha shekhi. Niko hapa traffic. Napita mko. Hiyo kazi iachi. Zamani nakuta kwenye twaya hapo. Tamassaka kabisa. Nitoa kisa yule sahaba ambaye alikuwa ni maskini sana, akipita mbele ya majumba ya makafiri matajiri. Kumbe matajiri wanakerekwa. Huyu jamaa kupita hapa mara makatukato na msikitini. Bwana tunafanyaje? Tumoja kama rais sana. Cha kumfanya ni rais sana. Tumwajiri. Bwana akaita. Bwana wewe jirani yetu bwana nani? Sisi bwana tunataka tupea kila watu. Tunakuwa mtu mwaminifu mtu. Sasa kenda kasasubiri ndio kutoza pamoja. Bwana mimi majirani zangu ni makafiri. Wanataka kuniajiri. Ajira gani? Wanataka kuniweka kwenye story tunze mali yao. Sema halali kwa kweli. Jamaa kaajiriwa. Siku ya kwanza kasali jamaa peke yake. Kasali sala peke yake bila jamaa. Siku ya pili kasali peke yake bila jamaa. Siku ya tatu peke yake bila jamaa. Nilikuwa nasali nyuma ya Mtume SAW. Leo nasali peke yangu ni vipi? Angalia
Hii kazi ndio imeletea tatizo. Analipwa vizuri, lakini wale mabwana makafiri, ikifika wakati wa sala, ikishakiwa kushadhaniwa, ndio wanapeleka mizigo sasa, na wengine ndio wanatoa. Bwana, nileta mzigo wangu tupime, bwana tupime. Wanapima na nini? Bwana anataka mchezo. Wakimaliza kupima na nini? Jamaa. Ndio Mungu anasema, "Wa ma tufi suduruma hapa." Hawa makafiri kinachofichwa huko ni kikwaza na mjui. Nilikuwa nasali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akawaita jamani, ndio. Wewe una kilo kadhaa, pima. Wewe una kilo kadhaa, sitaki kazi. Sasa wewe bana, ulikuwa unanemeka, sasa utakula nini? Akasema, "Mala akulu siwa al-maut." Hakuna kitu nitakachokula nikaburudika isipokuwa nini? Ule ulevyo. Sasa unapendeza bwana, unavaa vizuri. Akasema, "Mala albasu siwa al-kafan." Hakuna nitakachovaa na kuenda nacho pia. Ni nini? Nani anafikiria hivyo? Watu ambao tamasaka bil urwati wanajua hiyo. Hatuwezi sisi. Hatuwezi kabisa. Unaingia tu kazini siku hiyo unakula na rushwa. Siku hiyo unaingia kazini unakula na rushwa. Mlongula. Na Mtume anasema arashi wal mutashi, mla rushwa na mlaji rushwa watu wapi? Watu. Au laana Allahu rasha wal mutashi. Mwenyezi Mungu amemlaani mtu wa rushwa na mpokea. Nachukua sasa. Alafu na kutoa mchango hapa. Shekari niachie video. Shekari. Ya mwisho yuthabbituhu Allah fi dunya wal akhirah. Fi dunya wal akhirah. Yuthabbituhu Allah fi dunya wal akhirah. Mwenyezi Mungu atampa ithibati duniani na akhera. Ithibati duniani na akhera. Sio nakaba binti yako kachukuliwa na Ezekieli ana mali nyingi sana na kutumia futari, baba. Sawa mwanangu, alhamdulillah, Mungu akuzidishie. Hivyo yuthabbituhu Allah fi dunya wal akhirah. Ndio ile aya inasemaje? Allahu alladhina amanu bil qawli thabit Yani hayati wa fil akhirah. Ni watu wa la ilaha. Atiterekewa. Yuko mama mmoja kwenye kisa, alifiwa na watoto mfululizo, na alikuwa ni mtu wa kutoa sadaka sana, lakini kila wakenda watu anawakilia. Yuko mtu mmoja ni mwanamama alifiwa na watu 40, lakini hakutetereka. Watoto wake na wajukuu na watoto wake 40. Akifa naambia wazee walikuwa kusabila na nie nende. Kuna wao. Wazee nende na wao. Watu wanafurahi. Leo tunaishia hizo 12. Na kimekwenda kidogo sababu hizi zinaumiza sana. Hatupo shaka. Hatupo kama ambavyo mlivyonitegea ningeanguka. Kama mlivyonitegea ningeanguka, lakini niliona jamaa watu wazima wamepiga cross. Salamu anapiga kichwa. Ndio kwa kupiga cross. Nika Sheikh, alhamdulillah. Salam tu Muhammad. Mtu ambaye anaweza kukaa na mtoto wako
sio mtoto wake, lakini akumbembeleza kula, na hakuletwa kwa hilo, sio kitu kidogo. Mtu ambaye anaweza akasema nauli, sikuambiwa nauli utanipa wewe, sikuambiwa kama nauli yangu utanipa wewe, sikuambiwa. Sababu tunatakaje shilingi yako? Na ni mtu mama ntilie. Nikamwambia hii nakupa mimi kama familia, sikupi kama mtu. Sallu ala nabii. Lakini utoe kwa klasa kwa klasa. Anaogopa mtego hivyo. Kwa hiyo tuwe na ithibati. Tunaishia kesho pia wakati tutamalizia zote, kwa sababu hapa kutakuwa kuna visa. Tukipata kwa yote kama visa. Kwa hiyo tusome hizi chache. Na sisi tunani ukiona hata hii ya 16 yutaridu Allahu anhu shaytan. Mwenyezi Mungu mtu alikuwa anamfukuza shetani lakini. Anasema shetani ndio tabia nao sisi. Sema au bila shetani yuko tena anacheka. Ndani shetani anakuangalia hapa ni mimi ndio shetani au wewe? Unajua Firauni alifanya madhambi. Mpaka siku moja shetani akapata kuingia kwa Firauni akiwa na umbile la binadamu. Kumwambia, ndugu yangu, punguza makali ya maasi. Wewe umeumbwa na Mungu, sasa kujiita Mungu wewe sio sahihi. Firauni akataka kuleta maaskari waje kumshika. Akaambia tulie. Mimi ni shetani. Yaani mimi yule jamaa aliambiwa sujudu ndio mimi sasa. Sasa ndio kuja kupata saa. Yaani utotaka shetani anawapa watu na sababu kuongea kwa kabisa. Sallu ala nabii. Nikisaki kwa mnyaka. Akamwambia hiyo sifa ya Mungu iondoe. Sasa ndio ananielewa watu utafanyaje? Akasema punguza sasa wewe, anza kuchemsha. Kwa hiyo wakati tunasema kwa shetani mwenyewe mpaka anashangaa kabisa. Kuna madhambi tunafanya sisi. Shetani hakujafanya kabisa. Ni wapi? Nafanya wapi? Mpaka chini wake anakwenda mpaka nasimka. Wako watu muziki hapa Katangiri lakini wakahamishwa. Wakapelekwa kule kwenye kaumu. Sasa unakuta kama hiyo. Tutaiona katika sifa. Ndio tukasema hizi sifa, hizi faida ni duniani, kaburi na akhera. Sasa hapa duniani tu hatuna kabisa. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie katika watu wa la ilaha illa Allah. Ni ngumu lakini ukiamua inawezekana. Ni ngumu ukiamua tu inawezekana sana. Lakini kwa sababu tujaamua kuweza kila kitu kama ukiamua. Imam Nawawi ana kitabu chake anaeleza nia na uzito wake. Anaeleza nia na uzito. Watu wengi huwa hatuna nia, kwa hiyo huwezi kufanikiwa. Kwa Mwenyezi Mungu ajalie darasa letu la mwezi wa Ramadhani linaumiza kwa sababu lazima ujiangalie mwenyewe. Alafu nijikuta sifa sina, alafu ndio kudarasisha. Wote tunaambia darasa letu tunaishia kwa Allahu Rasuluhu.